tunaitazama Ulaya ambayo hivi sasa iko kwenye kutafakari hatua ya kuchukua kuulinda mfungamano wa kijeshi wa NATO baada ya Rais Donald Trump kuendelea kutishia mustakabali wa muungano huo kwa kuchukua uamuzi wa kuondoa maelfu ya wanajeshi wa Marekani nchini Ujerumani. Hatua hiyo ndio ya hivi karibuni kabisa inayotoa ishara kwamba Ulaya inapaswa kubeba dhima kubwa zaidi katika kuhakikisha usalama wake. Kiongozi huyo wa Marekani amekuwa akiwakosoa viongozi wa Ulaya kwa kukataa kumuunga mkono katika vita alivyovianzisha na mshirika wake Israel dhidi ya Iran. Na kauli ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz hivi karibuni ya kumkosoa Trump kwa kukosa mkakati wa kumaliza vita vya Iran ndio iliyomkasirisha kabisa na kuchochea tangazo la Pentagon, yani Wizara ya Ulinzi ya Marekani, wiki iliyopita la kuondoa wanajeshi takriban 5,000 kutoka Ujerumani. Swali ni je, ni kusema kwamba Marekani inaondoka kwenye mfungamano wa kijeshi wa NATO? Wanajeshi wa Marekani wana umuhimu gani kwa Ujerumani na Ulaya? Tunajadili swala hilo kama nilivyokudokeza. Wachambuzi wetu wako tayari kabisa. Kutoka huko mjini Berlin yuko Dr. Harrison Mwilima, ni mchambuzi wa siasa za Ulaya, masuala ya kidiplomasia, lakini pia yuko kule Maryland nchini Marekani, mchambuzi wa kisiasa na mwandishi habari Mubelo wa Bandio, na mjini Paris nimemwalika mchambuzi mwingine wa kisiasa Mohamed Saleh. Karibuni sana. Na moja kwa moja nianzie kwako Berlin, hapo kwako Dr. Mwilima. Ujerumani imeshtushwa na hatua ya Marekani ya kuondoa wanajeshi takriban 5,000 na kwa hakika huenda ikawa zaidi ya 5,000. Imeshtushwa kutokana na muda wazo hilo lilipofanyika, kwa sababu tukumbuke swala hili limekuja baada ya kansela wa Ujerumani kutoa maneno kusema kwamba Marekani ni kama inadhalilishwa katika vita hii ya Iran. Na pia kansela Merz alisema kwamba Marekani haina mpango dhabiti wa kumaliza vita hii ya Iran. Kwa hiyo baada ya kutoa hizi comments, tukaona Rais Trump amemlaumu pia kansela Merz na kuja na huo mkakati wa kusema kwamba anapunguza wanajeshi wa Marekani ambao wapo Ujerumani, ambao tunajua kabisa kwa hapa Ulaya asilimia kubwa ya wanajeshi wa Marekani wapo hapa Ujerumani. Lakini pia Ujerumani au nchi za Ulaya zilikuwa zinajua kabisa kwamba ipo siku Marekani itapunguza wanajeshi wake. Tukumbuke ule mkakati wa Donald Trump wa ulinzi wa Marekani aliyoutoa mwisho wa mwaka jana, ulionyesha kabisa kwamba wanataka Marekani sasa hivi mkakati wake wa ulinzi unataka kuelekea Amerika ya Kusini na kujiondoa polepole kutoka Ulaya na baadhi ya maeneo. Marekani inataka kuelekea Asia, kuidhibiti China. Kwa hiyo Ulaya tayari walikuwa wanajua. Hata ukiangalia comment za zamani za Rais Trump kutaka kuichukua Greenland, kuwawekea ushuru nchi za Ulaya, tayari nchi za Ulaya zilikuwa zimeshaanza kuona kwamba sasa Donald Trump anataka kupunguza mahusiano yake kuelekea Ulaya. Lakini Dr. Mwilima, katika hili la kuondoa wanajeshi takriban 5,000 hapa Ujerumani, unadhani kweli ni hatua ya kutaka kuiondoa Marekani kutoka NATO au ni hatua ya kumwadhibu Merz? Nadhani tunaweza tukaiangalia kwa namna zote mbili, kwamba Marekani kiukweli inataka kupunguza uwepo wake hapa Ulaya. Tumeona kabisa kwamba Marekani imezidiwa sana. Kwa hiyo sasa hivi inakuja ukiunganisha na hii vita ya Iran. Kwa hiyo ina maana ni kama Trump amepata sasa sababu ya kupunguza sasa wanajeshi. Kwa hiyo ni kama hizi comment za Merz zimemfanya sasa Trump arudie hiyo sababu yake ya kutaka kupunguza majeshi sasa hivi. Bandio kwako, anavyosema Dr. Mwilima, anahisi kwamba ni kama sababu ameipata bwana Trump ya kuondoa au kupunguza wanajeshi wake barani Ulaya. Unapotazama mfungamano wa jumuiya ya NATO, namna mambo yalivyo, kwa ujumla wake, kwa Wamarekani wanaunga mkono fikra ya Trump ya kutaka kuondoka NATO, hasa kwa kuzingatia kwamba ndo mfadhili mkubwa na amekuwa NATO, yeye akitazamwa kama ndio kiongozi wa jumuiya ya NATO. HTVC intelligent camera is specially designed for 24 hours.
Wamarekani wengi wamekuwa wakiunga mkono uwepo wa Marekani katika NATO. Nafikiri pia ilikuwa ni katika dhana ya kihistoria, mahusiano ya kimataifa na vitu vingine, lakini Trump ni kama vile amekuja na kuanza kuipa changamoto hiyo dhana na kuanza kuonyesha hiyo sera yake ya Amerika kwanza. Kuna baadhi ya vitu inaonekana imefanikiwa na kuna baadhi ya vitu ambavyo inaonekana inapeleka Marekani kusiko. Kwa hiyo kwa mgawanyiko mkubwa ambao upo hapa nchini Marekani, wapo ambao bado wanaamini kwamba dunia sasa huwezi kuiendea vile ambavyo tunafikiri inatakiwa kwenda, kwa maana kwamba Marekani kusema kwamba utajitoa, kwa sababu Trump anachokizungumzia hapa ni swala moja tu la wanajeshi pamoja na gharama, lakini kitu ambacho ameshindwa kukizungumzia, na sasa hivi baadhi ya wananchi pia wanaanza kujifunza, ni kwamba ipi faida nyingine ya Marekani kuwepo katika NATO. Na kinachoaminika sasa ni kwamba maamuzi ya Trump kuondoa au wanajeshi kule ni kama dibaji, kwa sababu pia tunazungumzia zile silaha ambazo sasa kutokana na vita vya Iran hana silaha za kuweza kuipatia Tomahawk na mikataba mingine ambao waliingia mwaka 2004, kansela wa zamani wa Ujerumani pamoja na Joe Biden walipoingia 2024, walipoingia mkataba kwamba watakuwa wanapatia Tomahawk na mizinga mingine. Sasa hivi inaonekana hiyo haitotokea. Kwa hiyo hatari inaanza kuwa zaidi kwa NATO kuona kwamba wataanza kujilinda vipi, kwa sababu baada ya uvamizi wa Russia kwenda Ukraine 2022 wakaacha kununua mifumo ya ulinzi ya kule, wakajikita zaidi kwenye mfumo ya Marekani. Sasa hasara nyingine ni nini? Tumeanza kuona makampuni kadhaa yanaanza kuondoka kutegemea makampuni ya Marekani katika masuala ya kama masuala ya benki, wameachana na mambo ya Amazon Web na vitu vingine. Kwa hiyo watu wanaanza kutambua kwamba Trump anaondoa wanajeshi. Hiyo inawafanya nchi za Ulaya zianze kujifikiria namna kuweza kujitegemea nje hata ya masuala ya kijeshi. Kwa hiyo kuna mifumo mingi ambayo inaanza kuathirika hapa na watu wanaanza kuwa na wasiwasi. Nimlete hapo Mohamed Saleh hasa katika hilo suala la kwamba ni hatua ambayo imesukuma zaidi Ulaya hivi sasa kuanza kufikiria kujitegemea kiusalama. Kama ulivyotaja Bwana Bandio kwamba Marekani sasa hivi inatazama sana, au Trump amelitaja sana suala hili la gharama. Kwa hakika tangu hata alipoingia madarakani mara ya kwanza alikuwa analizungumzia hili suala la kwamba mataifa ya Ulaya inabidi yatumie fedha nyingi kama inavyotumia Marekani kwenye swala zima la bajeti ya ulinzi, kwa sababu tunafahamu Marekani alikuwa ndo mfadhili mkubwa sana wa NATO hadi sasa, na Trump anajaribu kuonesha hii kwamba sio Marekani peke yake ambayo inatakiwa kuhusika katika kulinda usalama wa Ulaya na kwa wanachama kwa ujumla wa NATO. Kuhusiana na hili Mohamed Saleh, kuhusu la kuongeza bajeti ya ulinzi, Ulaya iko kwenye nafasi gani linapokuja swala la uwezo hasa wa kusimamia usalama wa kanda hii bila msaada wa Marekani? Kwa hakika, kwa hali halisi ya hivi sasa ilivyo, Ulaya haiwezi kujisimamia kiulinzi peke yake bila msaada wa Marekani. Lakini pia ni kwamba kutokana na hali ya ugeugeu ya Marekani tokea amekuja huyo Rais Trump, imezifanya hizi nchi nyingi kuanza kufikiria namna ya kuweza kujitegemea, na hali ya sasa hivi ni kwamba nchi nyingi za Ulaya bado zimekuwa zinategemea kununua silaha au zinatumia bado silaha za kutoka Marekani, na silaha hizi ni silaha ambazo zinategemea pia maamuzi kutoka Marekani. Kwa hivyo kinachozungumzwa sasa hivi ni kwamba Ulaya inabidi ichukue hatua za kuweza kujitegemea yenyewe. Ina maana pia kwa kuanzisha viwanda vyake na kuwa na silaha ambazo viongozi wa Ulaya atakapoamua kuzitumia waweze kuzitumia bila ya kuhitaji kupata idhini ya kutoka Marekani. Na hili tumeliona kwa mfano katika hotuba ya Rais Macron ya tarehe 2 Machi mwaka huu, alipokuwa anafanya uzinduzi wa nyambizi mpya yenye makombora ya nyuklia katika mji wa Brest. Wakati alisema kwamba ili kuweza kuwa huru inabidi Ulaya iwe katika hali ya kuogopwa. Kwa hivyo katika hotuba yake hiyo alisema kwamba Ufaransa iko tayari kupanua mwavuli wake wa nyuklia kwa kuzilinda nchi za Ulaya, na hili alikuwa zaidi anatilia mkazo kwa upande wa Urusi, kwa sababu wanajeshi wakuu wa majenerali wengi hapa wanaamini kwamba
iko hatari ya kwamba siku moja Ulaya inaweza kavamiwa na Urusi. Mohamed Saleh, umezungumza mwanzoni hapo kwamba umekubali kwamba nchi za Ulaya kwa hivi sasa ukitazama mazingira yaliyopo haziwezi kwa hakika kusimamia jumuiya ya NATO kutokana na udhaifu wa kiuchumi ambao unaonekana hivi sasa. Lakini viongozi wa Umoja wa Ulaya, ukitazama mkutano wa Yerevan, wengi wamejitokeza kama kuonesha sasa hivi wanaweza kujisimama, kujiimarisha kiusalama, na wanatakiwa kwa hakika kutia msukumo kuendelea kujisimamia kiusalama. Wanapozungumza haya, Mohamed Saleh, ni kujifariji tu, unadhani? No, sidhani kama ni kujifariji, ni kujizatiti ili kuweza kuwa na uwezo huo. Lakini hali ya hivi sasa ilivyo, hawako tayari. Kwa hivyo wanapozungumza hayo waliozungumza Yerevan ni kwa ajili ya kuwashajiisha viongozi wa Ulaya kuweza kuchukua hatua madhubuti, kuweza kujisimamia wenyewe na kuweza kuwa na mifumo yao ya ambayo itakuwa haitegemei tena Marekani. Kwa sababu mpaka sasa hivi tatizo kubwa lilokuwepo, nchi nyingi hata Ujerumani wananunua silaha kutoka Marekani, sio silaha ambazo zinatengenezwa hapa Ulaya. Kwa hivyo inabidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uko mbele ya safari, kwamba nchi zao zitakuwa huru, inabidi kuanza kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika viwanda vya silaha na nchi za Ulaya zinaweza kununua silaha na kutumia silaha zao wenyewe. Dr. Mwilima, katika huu mkutano wa Yerevan pia kwa kiasi kikubwa viongozi wengi ambao wamezungumza walionyesha kama hii athari ya kuondolewa wanajeshi 5,000 nchini Ujerumani haziwezi kuwa athari kubwa, au hii hatua haiwezi kuwa na athari kubwa kihivyo, japokuwa kwa upande wa pili walikiri hicho tunachokizungumza kwamba ni ishara inayowaonesha umuhimu kwao wa kuongeza jukumu lao ndani ya jumuiya ya NATO katika mazingira ya sasa ambapo nchi kubwa kama Ujerumani zinatabiriwa kuporomoka kiuchumi. Unapata tafsiri gani kuhusu mustakabali wa jumuiya hii na usalama wake hasa katikati ya vita inayoendelea nchini Ukraine? Mimi jinsi nilivyoangalia huu mkutano wa Yerevan ni kama ulikuwa ni mkutano wa NATO lakini bila Marekani. Kwa sababu tukumbuke kwamba huu mkutano wa EPC kwa kawaida ni nchi za Umoja wa Ulaya ndo zinakutana, lakini kwa sasa hivi tumeona kuna nchi 48 zimealikwa, na sio tu hizo nchi ambazo haziko Umoja wa Ulaya, tumeona kabisa pia mpaka Canada imealikwa. Kwa hiyo hii inatuonyesha ni jinsi gani sasa hivi ni kama nchi sasa hivi zinaanza kuikosoa ile sera ya Marekani, sera ya nje ya Marekani ya kutotaka kufuata sheria za kimataifa. Na mkutano huu wa Yerevan ulichotuonyesha ni kwamba sasa hizi nchi ambazo sasa hivi kama ukisikiliza vizuri ile hotuba ya Carney, huyu waziri mkuu wa Canada. Wanajiita sasa hivi ni mataifa yenye nguvu za kati, kwamba wanataka kujitoa katika mataifa makubwa, mataifa yenye nguvu, ushindani wa mataifa makubwa kama Urusi, Marekani na China. Kwa hiyo wanataka kurudi kwenye hizi nchi ambazo wanajiita nguvu za saizi ya kati, na kutaka sasa kuhakikisha kwamba ni jinsi gani wanaweza wakafanya ulinzi wa pamoja hata kama Marekani, kwa sababu tukumbuke kwamba kitu kikubwa katika ile jeshi la NATO ni kwamba ni ile tunaita Article 5, yani kwamba ile kifungu namba 5, kwamba nchi moja inapovamiwa ina maana ni kama nchi zote zimevamiwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi kumekuwa kama hakuna uhakika kwamba chochote kikitokea kwa mfano hapo Ulaya kama Marekani itaweza kuingilia. Kwa hiyo na kwa hakika ukitazama tangu mwaka 1949 muungano huu wa kijeshi wa NATO umekuwa hasa unasimamia malengo mengi ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na kuzuia kutanuka kwa Usovieti, lakini pia kuzuia mitazamo ya vita kama vile vilivyosababishwa na Manazi wakati wa vita vya pili vya dunia. Mimi nataka nimuulize Bandio katika swali hili. Kwa kutafakari
hayo aliyoyazungumzia ndugu Daktari Mwilima hapo, Trump anatoa ujumbe gani unadhani kwa mataifa kama Urusi na China? Sidhani kama Trump labda nizungumze jambo moja ambalo limekuwa wazi sana nchini Marekani. Trump sasa hivi amejikita zaidi katika kile ambacho wazungu wanakiita legacy. Anataka hakikisha kwamba ameacha nini katika maamuzi yake, katika kila anachokifanya. Ndilo jambo kubwa ambalo nafikiria, na ndio maana hata wengi wanaamini kwamba kuna baadhi ya mambo anayofanya ni kama yanahatarisha labda usalama wa nchi hivi, ama yanabomoa mustakabali wa mahusiano ya kimataifa na hata ya kichama hapa nchini Marekani. Lakini kinachoonekana kikubwa ni kwamba anataka aache legacy ya namna gani, ni yeye aliyefanya nini, ni yeye aliyebadilisha nini, anaitwa katika nini na mambo mengine. Na hata ile kuonekana kwamba anataka kuvunja huu umoja wa kujihami nchi za magharibi NATO, inaonekana ni mkakati wa kutaka kujua nini kingine atafanya, kama ambavyo ameonekana kuweka juhudi za kuidhoofisha Umoja wa Mataifa na kuanzisha Board of Trump. Ndicho naamini kuna kitu kingine anataka kukifanya hapa. Lengo ni kwamba akumbukwe kwa lipi. Kwa hiyo nilipata kusema, na pia ni kitu kingine ambacho sasa hivi hata vyombo vya habari vya Marekani vinajaribu kuikumbusha dunia kwamba na huyu ni Trump na pengine si Marekani, ili watu waweze kutenganisha azma yake kama mtu binafsi kuacha historia ambayo itamkumbuka, lakini pia mahitaji ya Marekani, kwa sababu mambo mengi anayofanya hayaungwi mkono hata hapa nchini Marekani. Mohamed Saleh, kwa nini mataifa ya Ulaya yamekataa kuisaidia Marekani katika mzozo wa Iran, ambacho hiki kwa hakika naona ndio kilichomkasirisha sana Trump, na hasa katika kukomboa mlango bahari wa Hormuz, ikiwa mataifa ya Ulaya yanajua kwamba lengo kuu la NATO ambao wao ni wanachama ni kulinda uhuru pamoja na usalama? Kwa nini hawakuisaidia Marekani katika vita na Iran? Kwa sababu hakuja kuwa na sababu za kulindana. Trump ameanzisha vita bila ya kuzijulisha au kuzijumuisha nchi za Ulaya, bila ya kuzijulisha. Ameanzisha vita kutokana na labda kuvutiwa na yale aliyoambiwa na bwana Netanyahu. Kwa hivyo nchi za Ulaya zimejikuta katika hali ambayo hawaoni sababu ya kwenda vitani, kwa sababu hakuna swala la ulinzi hapo. Ni Marekani na Israeli ambazo zimevamia Irani. Ningelikuwa kwa mfano Marekani imevamiwa, hapa wangeweza kutumia kile kipengele cha kulindana ambacho kiko katika mkataba wa NATO. Kwa hivyo hiyo ni moja. Alafu pili ni kwamba wananchi wa hizi nchi za Ulaya wengi hawaungi mkono hizi harakati za bwana Netanyahu, bwana Trump zamani. Asante sana Mohamed Saleh. Msikilizaji, tunakamilisha hapo mjadala wetu. Alikuwa ni Mohamed Saleh, mchambuzi wa kisiasa kutoka huko Paris, lakini alikuweko pia Bandio ambaye ni mchambuzi lakini vile vile ni mwandishi wa habari kutoka huko nchini Marekani. Alikuweko pia Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa Ujerumani na mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia. Asante kwa kuwa nasi katika mjadala huu. Endelea kuwa nasi.